kituo cha kukuza na kulea vipaji kwa mchezo wa soka Mvula Sports Academy kilichopo Pugu Kinyamwezi kwa kushirikiana na mdau wa michezo hapa nchini Petro Nyaluba kimeanza rasmi ujenzi wa uwanja pamoja na hostels za kisasa zitakazotumiwa na kituo hicho. Mradi huo unalenga kuweka mazingira bora ya mazoezi, makazi na maendeleo ya vijana wenye vipaji, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuandaa wachezaji watakaoweza kushindana katika ngazi ya kitaifa na kimataifa. Juma Bakari Kinaanguka ameshuhudia tukio hilo la kihistoria. Ni square mita 8,200 za mraba zinazokwenda kubadilisha mandhari na mwelekeo mpya wa matumizi ya ardhi katika eneo hili. Hii ni historia mpya iliyoshuhudiwa na wazazi na watoto wanaopatiwa elimu ya mchezo wa soka katika kituo cha kukuza na kulea vipaji vya mchezo wa soka katika kituo cha Mvula Sports Academy kilichopo Pugu Kinyamwezi mkoani Dar es Salaam. Petro Nyaluba ni mmiliki wa eneo hili ambaye ameamua kwenda bega kwa bega na kituo hiki cha Mvula Sports Academy. Wazo hili limekuja baada ya kuwa naona kwamba eneo hili la huku upande wa kuanzia tuseme Pugu mpaka Chanika mpaka Mvuti hakuna kiwanja kizuri ambacho ni cha michezo. Kwa kulingana na utaratibu sasa hivi watu, michezo ni afya, michezo ni undugu, michezo ni urafiki. Na tukirudi nyuma hapa karibuni, rais wetu amekuwa anaunga mkono kitu kinaitwa michezo. Kwa hiyo mimi nimeona kwamba nimetoa ili eneo langu kwa ajili ya watu waweze kufanya michezo kwa wakubwa na wadogo. Lakini vile vile tutakuwa tunawakaribisha wadau mbalimbali ambao watakuwa wamewiwa kuweza kuja kutaka hata kutengeneza mahostel kwa ajili ya watoto wao. Watoto wa kituo cha Mvula Sports Academy wakiongozana na wazazi wao wameonyesha furaha na matumaini mapya juu ya mustakabali wa vipaji vyao ndani ya soka. Unatarajia uwanja ukikamilika utafanya mambo makubwa ambayo yataonekana na kila mtu. Matarajio ya uwanja wetu ni kufanya vizuri na uwanja ujengwe vizuri na tuweze kupata mafanikio makubwa. Tutanufaika, kutakuwa na mechi zinazofanyika na kutakuwa na ugawanyo wa wakubwa watakuwa na kiwanja chao na wadogo watakuwa kwenye kiwanja chao. Furaha yangu ni kuona uwanja na watoto wazidi kuongezeka. Mhandisi Idrisa Malota amesema mradi huu utakuwa wa kisasa ukizingatia viwango vya usalama, ubora wa uwanja na matumizi ya muda mrefu. Ni project naweza kusema katika ukanda huu wote ni project ya kimapinduzi hasa kwenye mpira wa miguu. Na matarajio yetu ni kutengeneza uwanja ambao unabeba kategori zote kwa maana ya rika zote, wazee, vijana na watoto wanaoanzia umri wa miaka 7. Eneo letu hili kama unavyoliona lina ukubwa wa mita 80 kwa 75. Uwanja wetu sisi utakuwa ni wa watu 9 kwa lugha ya kigeni 9 aside. Lakini uwanja huu unakwenda kibadilika. Vile vile wanaweza kutumia wale watu 7. Tukilazimisha kidogo hata watu 11 kila upande wanaweza kuutumia. Lakini vile vile na 5 aside vile vile inaweza fanyaje kutumika. Uwanja huu utakuwa na facilities zifuatazo. Utakuwa na dressing ambayo itakuwa upande wa mashariki kule, dressing nzuri kabisa ya kisasa. Kutakuwa na mabafu, maji ya kutosha kwa ajili ya watu kutoka kufanya mazoezi kwa ajili ya vile vile utakuwa na vyoo. Ashura Salum Janati ni mmiliki wa Mvula Sports Academy. Anasema huu ni mwanzo wa safari ya mafanikio kwa vijana wake. Kwa niaba ya Mvula Sports Academy natoa shukrani kwa mzee Petro kwa tukabidhi eneo la kutengeneza uwanja wa kituo, na tunashukuru wazazi kwa kutuitikia kuungana kwenye jambo letu hili. Tunawakaribisha wadau wa michezo wote waje watu support katika uendelezi wa
kituo chetu cha Mvula Sports Academy ili tuweze kupata uwanja wetu na kituo kipate mahitaji muhimu kama hosteli na vifaa vya michezo. Baadhi ya wazazi wameeleza matumaini makubwa walionayo mara baada ya kukamilika kwa mradi huu. Hongereni sana sana sana. Hatuna wazazi sisi cha kuwalipa, ila Mungu mwenyewe ndio atakao walipa. Sisi tunasema asanteni sana kwa niaba ya wazazi wenzangu wote. Lakini Mvula amejitahidi sana na kiasi ambacho yeye anachiwekeza ni tofauti ambavyo sadaka zetu ambazo sisi tunazozitoa. Kwanza anatumia gharama zake kubwa yeye kama yeye binafsi kuweza kuleta makocha wenye umahiri, wenye sifa mbalimbali, akiwemo kocha mkuu Abdul Machine, kama watu wengi ambao wanavyomfahamu, alikuwa mchezaji wa zamani na ana uwezo mkubwa. Lakini kocha wetu msaidizi Bwana Kiwelu Mavanga, ambao yeye ana klasi C, ana uwezo mkubwa ambao umetusababishia kuweza kulibeba kombe katika mashindano ambayo tumeyafanya au yaliyofanyika Bonanza pale Mwembe Yanga, na imekuwa ni jambo la mwanzo kabisa kwetu sisi kuweza kuhifadhi katika kabati letu muendelezo wa makombe ambayo tunataraji kuyapata kupitia hapo. Vijana wetu wana uhitaji sana katika swala la michezo, lakini hata sisi watu wazima sasa hivi vijana wetu ili waweze kuja kujiendeleza katika hata masomo ni lazima akili zao, fikra zao ziwe active wakati wote, na michezo ndio njia pekee ya kumfanya kijana akawa active. Harakati za ujenzi wa uwanja zimeanza mara moja katika eneo hili ambalo linatarajiwa kubadilishwa kuwa uwanja wa kisasa utakaojumuisha sehemu za mechi, mazoezi pamoja na miundombinu rafiki kwa watoto na jamii kwa ujumla. Awamu ya kwanza ya uwanja huu itakayohusisha eneo la kuchezea, hostel, maegesho ya magari, vyumba vya kubadilishia nguo, vyoo vya kisasa, bafu na uzio wa nyavu utakaozunguka uwanja huo na milingoti ya taa kwa ajili ya matumizi ya usiku unatarajiwa kukamilika baada ya miezi 3 kuanzia hivi sasa. Juma Kinanguka, Azam Sports.